lazima ajiulize atawezaje kupambana na magonjwa ambayo yanashambulia yale mahindi, kwa maana kwamba lazima atafute makemikali yote ya kuua wadudu, atafute mbolea ya kupandia, kukuzia, vitu kama hivyo. Sasa kitu kama hicho ambacho kwenye karafuu hatuhitaji. Karafuu haihitaji hivyo vitu, ni sustainable. Hichi ni kilimo endelevu. Hauhitaji matumizi ya mbolea sijui na nini. Yenyewe tu yale majani yanayodondoka chini ya mti pale yanakuwa ni mbolea tosha. Eneo la 4 ni kwenye masuala mazima ya kuharibika. Baada ya kuvuna, mkulima wa mahindi lazima ajifikirie sana kuhusu namna atakavyoweza kutunza mazao yake angalau kwa kipindi cha miezi 3 mpaka 4 baada ya kuvuna, wakati akifikiria kupanda kwa bei ili aweze kutafuta teja auze. Katika kipindi hicho mkulima wa mahindi lazima atafute namna atakavyoweza kupata madawa ya kuzuia wadudu waharibifu dhidi ya mahindi. Wapo watakushauri katafute mifuko sijui na nini, vitu kama hivyo. Kwa hapo lazima utaingia gharama. Lakini mkulima wa karafuu yeye hahitaji. Yeye akichukua tu karafuu yake aweke kwenye maroba akamwage chini kwenye sakafu, kitu good. Isipokuwa tu anashauriwa aweke kwenye viroba vizuri, aweke kwenye pallet au chanja zile, kiasi kwamba mzigo unakuwa chini aweze kupata unyevu hivyo tu. Lakini eneo la 5 kwa leo ni katika eneo zima la upandaji. Mkulima wa karafuu huwa anapanda mara moja tu. Yaani akipanda kapanda kamaliza. Baada hapo yanasubiria tu, anakuwa anasafishiwa kila mwaka mpaka itakapoanza kuzaa, hasa baada ya miaka 4 mpaka 5 kutegemeana na eneo. Mkulima wa mahindi atapanda mwaka huu, atavuna. Mwakani atapanda tena, atavuna. Wataalamu wanatuambia kwamba eka moja mahindi ukiweka vizuri, ukazingatia taratibu zote, unaweza kupata mpaka gunia 20. Lakini hawajawahi kutuambia hata siku moja kama inaweza kuzaa gunia 40 wala 30 na ngapi. Inamaanisha kwamba kuna mahali inafika mwisho. Kwenye karafuu hicho ni kitu tofauti. Mwaka ukivuna kilo 100, mwakani lazima utavuna 150, mwaka unafuata 200 na kadhalika. Ina maana kwamba kwa kadiri siku zinavyozidi kwenda miti inakuwa, na maana kwamba uzao au mazao yanaongezeka. Sasa kama kwenye ekari moja ya shamba la karafuu inaingia miti 50, Mungu ni mwema, kila mti mmoja ukazaa kilo 100 mara 50, mara yake nitakuwa na kilo 500, nusu tani. Kilo 500 nikiuza kwa 15,000 kwa kila kilo, shilingi ngapi? Hayo wa mahindi na gunia zako 20. Alafu bahati mbaya mipaka imefungwa, bei ikaporomoka, tukanunua debe 5,000. 5 mara 7 itakuwa 35 kwa gunia. Ina maana 35 mimi ninakujibu kwa kilo 1.5 ya karafuu. Kwenye trekta zima mimi sinakuja na kiroba tu cha nani, napakiza kwenye basikeli yangu ya Anita hivi, inakuwa shughuli imekwisha. Kwa ndugu yangu ambaye unalima kilimo kwa ajili ya uwekezaji, kwa ajili ya biashara hasa cha mahindi, unaweza ukatwist kidogo mtaji wako kauleta huku kwenye kilimo, ukaja ukanunua mashamba ambayo tayari yanazaa, kwa sababu hayo yapo. Ukishanunua tayari mahindi ambayo yanazaa, yani mazao ambayo yanazaa hasa hiyo karafuu, kivuna ni kuuza tu. Waliozingatia haya walikuja kunishukuru. TAWA. Karibu TAWA kwa vivutio na utalii wa ndani. TAWA tunavuma kwa kilimo cha viungo, hasa karafuu, mdalasini, hili pilipili manga na tangawizi ndani. Karibu TAWA, utafurahi.